Ukitaka kwenda hatua nyingine, maisha nenda na ufahamu mpya na mwili mpya. Kauli hii ya Roho huakisi kile kilichotokea kwa wachungaji wa taifa la Bwana Pete ya Muhuri miaka 6 nyuma. Mnamo mwaka 2020, wakati tulipotamani kwenda hatua nyingine, Roho wa Kristo alitukalisha chini ili kutujaza kwa ufahamu na maarifa mapya. Wiki 8 za kukaa darasani zilikuwa ni mwanzo mpya wa kuingia viwango vipya vya kutawala juu ya nchi, kwani ndipo ujumbe wa wana na ufalme ulipopokelewa. Ujumbe wa kuandaa wana, ukuhani wa kifalme, wafalme wa kikuhani, urithi wa Mungu na warithi wenza wa baraka za Mungu Baba katika Kristo Yesu, na watakatifu wote ambao tuna Roho wa Mungu na nguvu zake, na tunaotembea na kuishi katika Roho wa Bwana wa majeshi na amani, huku tukihudumiwa na ufalme wa Bwana na mfalme Elohim siku zote za maisha yetu. Pia ule wa pili ambao ni kuandaa wana tunaotawala sasa katika haki ya uzima wa milele na kutukufa pamoja na miaka 1000 atakaporudi mara ya pili Bwana na mfalme wetu Kristo Yesu kwa ajili yetu sisi kanisa, ama kwa mabano familia yake. Ujumbe huo ukawa ndio lugha yetu. Ujumbe huu umekuwa utamaduni wetu. Ujumbe huu umekuwa makubaliano yetu. Ujumbe huu umekuwa matamanio yetu. Ujumbe huu umekuwa kila kitu chetu. Ujumbe huu umekuwa shauku yetu. Baada ya miaka 3 ya kufundishwa na Bwana, hatimaye ujumbe huu ukazaa wana na wafalme katika maeneo tofauti. Katika biashara, wana wakazaliwa. Katika sekta ya afya, wana wakazaliwa. Katika elimu nako, wana wakazaliwa. Hapo ujumbe ukazaa shauku ndani yetu. Shauku ya kuwa na makutano ya wafalme wa kikuhani kwa ajili ya kuimarishana katika maarifa na ufahamu wa kutawala katika maeneo mbalimbali ambayo Mungu Baba ametuwekea, au kwa ung'eng'e tunaita marketplace. Itosha kusema hakika mafanikio ni shauku, kama ilivyo moja maana ya neno hilo mafanikio. Shauku yetu ilitufanya tuingie katika makubaliano ya Roho ya kuwa na makutano siku ya 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2023. Lakini kama ilivyo kauli ndani ya taifa letu ya kuwa kiongozi mkuu wa taifa letu ni Roho Mtakatifu, kauli inayotufanya siku zote tuishi zaidi ya mipango yetu, zaidi ya mila na desturi zetu za kibinadamu, zaidi ya matarajio tuliyojiwekea na zaidi ya mipaka yote. Ndivyo ilivyokuwa siku hiyo. Roho Mtakatifu alifanya zaidi ya matarajio yetu. Kwanza, Roho Mtakatifu aliibua kwenye akili zetu wazo la kushiriki meza ya kifalme kwa ajili ya mwili. Hata hivyo, kutaka kutuonyesha kuwa Baba mwenyewe ndiye anayetuhudumia, hatukuwa na mfuko wa kuweza kufanya jambo hilo. Hapo alitafutwa mtumishi wa Mungu, mwinjilisti wa Kristo na daktari George Isaiah Macha, ambaye muda huo alikuwa kikazi huko hospitali ya taifa ya Muhimbili ili kushughulikia suala hili kifedha. Aliombwa kiasi kikubwa ambacho hakuwa nacho muda huo, lakini alitoa kile chote alichokuwa nacho wakati huo, huku akiahidi naye kushiriki siku hii kwa msaada wa neema ya Kristo, pamoja na uchovu mwingi aliokuwa nao kutokana na kukesha kazini. Iliyoanza kama ibada fupi ikageuka kuwa ibada ndefu, lakini yenye matokeo makubwa sana kwa taifa la Bwana Pete ya Muhuri hata leo hii. Baada ya kitambo kidogo cha kuhudumiwa na Baba mwenyewe, katikati ya kusanyiko hilo tulianza kupokea ushuhuda na shuhuda za Bwana kutoka kwa wana wa Mungu walioshiriki katika ibada hii. Katikati ya shuhuda nyingi, ulikuwepo pia ushuhuda kutoka kwa mwinjilisti George Macha, ambaye kwa macho ya mwili tulidhani amechelewa kufika, lakini kumbe alikuja wakati sahihi wa Bwana, naye alimhudumia.
Ushuhuda wake ulimalizika kwa maneno matamu mno yazidio asali alizotumia Yohana Mbatizaji kwa chakula. Mwanangu, mimi Mungu baba yako ninakusherehekea, wewe mwanangu mwenye maono. Mwisho wa kunukuu. Ushuhuda ulionekana kujawa na historia kubwa yenye wingi wa masikitiko, huzuni na hata kukata tamaa. Ulibadilishwa na kufanywa kuwa ushuhuda wenye historia kubwa yenye wingi wa furaha, kicheko, uhodari na ujasiri kwa vizazi vyote katika kulifanya kusudi kuu la Mungu Baba ndani yetu hapa duniani. Alionekana kuchoka sana, lakini katikati ya uchovu wake alitiwa nguvu baada ya maneno hayo kutoka kwa Baba ambayo alitutia nguvu na sisi pia. Na hapo ndipo likapatikana jina hili, wana wenye maono husherehekewa siku ya washindi. Hakika tulionekana kama kundi dogo kwa macho ya mwili, lakini ndio tuliopokea neema ya kuwa watawala juu ya nchi yote. Mungu Baba mwenyewe akanena kwa kinywa chake ili kutuimarisha na kututia nguvu. Tukapokea neno la uchumi wa ufalme wa Mungu duniani. Halikuwa neno tu, bali maisha ya Mungu mwenyewe juu yetu hapa duniani. Mfumo wa sheria na kanuni za Mungu mwenyewe hapa duniani. Na kwa pamoja tukaimba, heri yetu sisi tuliokombolewa na uchumi uharibikao wa dunia hii. Ama kwa hakika, kusanyiko la Roho ni maisha. Kusanyiko hilo ilianzisha safari mpya ya kumwelewa Kristo zaidi na ufalme wake. Safari iliyotupeleka kueleweshwa zaidi juu ya mfumo huu wa ufalme wa Mungu unaotawala duniani. Kwa shangwe na furaha ya Bwana tukapokea mwaka 2024, mwaka ambao Roho Mtakatifu kwa neno lake alitufunulia utajiri wake mkuu wa Roho Mtakatifu na karama zote za Roho Mtakatifu zilizopo juu ya kila mmoja wetu. Tukafurahiana na kusherehekeana hakika, nasi kwa pamoja tukajua ya kuwa Roho Mtakatifu ndiyo mfumo mzima wa uchumi wa ufalme wa Mungu duniani. Katikati ya shangwe yetu katika Roho tukapokea kufahamu utajiri wa rohoni ambao uliunganishwa katika malighafi na kuona utajiri wa baraka za mwili ukizaliwa. Yalizaliwa mawazo ya ukuu katika biashara, mawazo ya ukuu katika kampuni, mawazo ya ukuu katika elimu, mawazo makuu katika taasisi na familia. Hakika viongozi wenye maono ni wale wawezao kuunganisha kweli ya Roho juu ya malighafi na mazingira yao ya wazungukayo ili kuleta majibu, na kila mwana wa Mungu akapata nafasi ya kutoa majibu ya jinsi alivyopokea maono katika siku ya washindi. Na ushindi wetu ukajulikana kwa watu wote na viumbe vyote kuwa umetoka kwa Bwana. Lakini kama ilivyoada ndani ya ufalme wa Mungu, neema ya maongezeko huonekana katika kufanyia kazi lile ambalo Bwana ameliweka juu yako lisimamie. Hatua moja ya kufahamu wazo na mwenye wazo ndiyo iliyotupelekea hatua nyingine ya kuweza kuishi katika utukufu wa mawazo yote ya Mungu juu yetu. Wakati wengine wakiutafuta utajiri, wakifikiri pesa, mali na mrundikano wa vitu kama hivyo ndio utajiri, kwetu Bwana akatufunulia kuwa nguvu ndiyo utajiri. Nguvu ndiyo pesa, nguvu ndiyo mali, nguvu ndiyo utajiri halisi. Tukafunuliwa kanuni na sheria za ufalme huu wa Elohimu. Tukafahamu ya kwamba maisha yetu yote tumekuwa tukiishi katika kanuni na sheria hizi. Hakika kila mwenye kuziishi kanuni na sheria hizi amethibitishwa katika nguvu, naye ni tajiri wa ufalme wa Mungu juu ya nchi. Kupitia kanuni hizo tukathibitishwa katika roho wa neema, uwana, usimamizi, ubunifu na ukalimani. Tukatambua kuwa kila mfalme ana makavazi yake,
makavazi yenye hifadhi ya ushuhuda na shuhuda za Bwana alizotendewa, makavazi yaliyobeba na kuhifadhi sheria na kanuni za mafanikio. Hili likapelekea taifa la Bwana kuzindua PTM, House of Printing, Publishing and Designing, iliyoambatana na uzinduzi wa jarida la Sonship Spirit na kitabu cha Habari Njema Imekufikia, huku wana wa Mungu kadhaa wakishuhudia kazi za neema walizofanya na Bwana na Mfalme Elohimu katika makampuni yao. Na sasa tupo hapa kushuhudia roho wa neema, sayansi, teknolojia, ugunduzi na uvumbuzi, tukishuhudia utimilifu wa neno la Bwana tangu aliponena nasi siku ya 29 ya mwezi Septemba mnamo mwaka 2023. Hakika wazo ni teknolojia na teknolojia huboresha maisha ya watu. Karibu sana mwana wa Mungu kushuhudia utajiri huu. Karibu katika kusanyiko hili la washindi. Karibu katika taifa la matajiri.